jina lako Baba, kwa utukufu wa jina lako Mesia. Asante Mungu wa rehema, asante Bwana majeshi, ni kwa maana mwaminifu. Tunakupenda, tunakuheshimu, ni kwa maana wewe ni Baba. Mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Nzuri ya makofi. Tunapochukua hii fursa karibisha mtumishi wa Bwana kwa madhabahu. Tukampe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Sadaka nzuri ya makofi. Thank you, Jesus. You can have a seat in the mercies of the Lord. Hallelujah. Amen.
Unaweza nipatia sauti mingi kidogo? My voice is down. Hallelujah. I want us to go straight to the word of the Lord in the book of Exodus chapter number 12 verses number 30, yani mstari wa 30 up to 37, 36. Hapo iko sawa. Hallelujah, hapo iko sawa. Naenda kusoma na lugha ya Kisungu, alafu kisha baadaye na kuwa na umbiri na Kiswahili. Na ninaanza. And the Pharaoh arose up in the night, and he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not an houses where there was not one dead. And they called unto Moses and Aaron by night, and said unto him, arise up and get you forth from amongst my people, and both you and the children of Israel, and go and serve the Lord as you have said. And also take your flock and your axe as you have said, and be gone and bless me also. Number 31. And the Egyptians were agents upon the people, and that they may send them out of the land. And they asked for the same, we be all dead men. And the people took their dogs before it, and was living their need in trunk, being brought up in their horse and upon their shoulder. And the children of Israel did according to the word of the Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels and silver and the jewelry of gold and the raiments. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, and so that they lent unto the such things, and they required, and they for Egyptians. Can we all bow our head down as we believe God with the word of prayer? Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, I want to thank you this afternoon because of your word. I know, my Lord, you have sent me to come and speak unto the hearts of your people. And now, Lord, I'm ready to release what you have put unto my heart today. Thank you, Jehovah, because you are going to open the heart of your people. As I speak unto them, Lord, they will listen to your word. Thank you because you are going to bless them. You are going to lift them. And for those who are down, Lord, you are going to lift them. Thank you because you are going to use me just as a vessel to pass this message unto them. How I pray today, Jehovah, is that you are going to multiply the anointing unto my life, that I may touch their hearts. Asante Mungu, tumbariki, tumbariki, tumbariki Bwana. Nawe Bwana utakao tutembelea, tutakushukuru. Asante, ndani katika jina la Yesu mwana wa Mungu nimeomba na kuamini. Amen. Can I hear big amen? Hallelujah. Can I hear big amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baba.
Biblia inasema na usiku huo katika nchi ya Misri ukawa na kilio, maana Baba alinyosha mkono wenye nguvu. Wakati Israeli wamelala katika nyumba za Wamisri, ilikuwa imejawa na sauti ya kilio. Yaani majamaa wanangorota kule kimeumana. Wakati watu wa Misri wako na usingizi mzuri, wakati wa watu wa Israeli wako na usingizi mzuri, katika nyumba ya Misri walikuwa wanalia. Yaani hapo nyuma maandiko yanatuambia na Farao akaambia Musa, hautaondoka na wanyama walio katika nchi. Naye Musa akamwambia, lazima utaachilia wanyama. Natangaza mchana wa leo ya kwamba kilicho chako utaenda kuacha kwa adui. Lazima utaondoka naye. Yapende asipende, lazima utaachiliwa. Hallelujah. Amen. Usiku kukawa na kilio, kukawa na maombolezo. Watoto wa Misri wa kwanza wote wakaanza kukufa. Sasa wao wa kwanza wote wakaanza kukufa. Money. Mupe Bwana Yesu sana kazi ya makofi. Kuna kitu moja inanifurahisha, ya kwamba Musa akaambiwa na Bwana, najua Farao hawezi akaachilia Israeli asipokuwa na mkono wenye nguvu. Wakati mkono wenye nguvu uliponyoshwa, maandiko inasema ukawa na maombolezo. Hapia jirani yako naenda kuachiliwa. Mwambie naenda kuachiliwa, naenda kufunguliwa. Hata kama wamekuweka kwa miaka 37, haijalishi. Maandiko yanasema miaka 430 Israeli wakatekwa nyara, wakafanyishwa kazi mzito, lakini ilipofika wakati wa Bwana, maandiko yanasema wakafunguliwa. Nimekaa kwa hii hali ninapitia miaka ngapi? I don't care. Wameniongelea miaka ngapi? I don't care. Wamenicheka miaka ngapi? I don't care. Nimeteseka miaka ngapi? Wakati wa Bwana ukipita, wakufunguliwa. Lazima milango inafunguka. Watesi wangu wanaanza kulia saa zile nimejawa na furaha, naendelea na kucheka, sauti ya Bwana ikisema toka uende, nitakubariki hata kule jangwani. Baba
usisahau kuniombea. Wacha nikwambie mpendo, inapikanga wakati watu wanatambua nani Mungu wako. Musisahau kuniombea. Maandiko yanasema sauti ikatoka juu ikanena na Musa mtumishi wa Israeli, ikaambia Musa, enda kwa Wamisri waambie waachilie pesa zao, waachilie ng'ombe zao, waachilie mbuzi zao. Wacha nikwambie mpendwa, Mungu hatakumbana uondoke mkono wa mtu. Unapotoka katika nchi ya Misri, utaitwa mbarikiwa na utabeba rehema ya Israeli. Kama unaamini sema amen. Munga mkono wako sema amen. Mungu za kila leo muuliza bwana, nasikia pastor anaongea Karimazira. Hizo stories za Karimazira. Hizo stories za Yuchini ya mbinguni. Haleluya. Na kama ubarikiwe na barikiwa, tutazidi kusonga mbele. Yaani jamaa amekosa usingizi usiku mzima. Akatoka na ikulu yake. Akasema niitie mtumishi wa Mungu. Anaitwa Musa. Ndipo baba akaenda kutengeneza kamiti wakati wa usiku uitwe. Yaani kuwa na mkutano hapa sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya mimi mtumishi wa Bwana nayosema ya kwamba kilicho cha ndoto kiachiliwe haraka upesi, hata chako kiachiliwe. Israeli wakaanza kupanga chakula. Maandiko inasema wakanyakua unga, ile haikuwa imetosha, wakaingia kwa nyumba ya Wamisri wanajazia, wakiwa na ng'ombe 5 wanachukua zingine 10, Wamisri wanaongezea. Ilikuwa baraka hata ya baraka, multiplication hata ya multiplication. Jamani, tunakutumikia Mungu mwezi wote. Haijalishi umevinyiliwa miaka ngapi. Wacha nikwambie mpendwa, jioni ya leo ya kwamba kitu moja inanifurahisha. Hata kama walikuwa wamevinyiliwa, sio wakati wote wakapata nguvu. Natangaza kwa jina la Yesu, kuanzia leo sote tutakapoingia nguvu za Bwana zitawale maisha yako. Hawa jamaa wakaanza kuchomoka. Wale wanyama Farao alikataa wasitoke, wakatangulia. Kile ambacho shetani amezuia usipate, hicho ndicho kitatangulia kuingia katika nyumba yako. Kama unaamini sema amen. Unajua devil is a liar. Anajua tukipata pesa tutahubiri Injili. Hiyo pesa amezuia sisiingie. Hiyo pesa amezuia watu wa Mungu wasipate. Hiyo pesa zinaenda kuzinguka. Tafuta mahali tulipo, zikapate kuingia. Zikabebe kwa zetu, ili tupate baraka za kutosha. Wakaenda wakapika kwa nyumba za Wamisri. Wakapata nyumba imewekwa golden sink. Maandiko inasema wakachukua pesa wakajaza kwa magunia. Ninaamini katika hao watu kuna mtu hapo amepata pesa kwa muda mrefu. Akaenda akakuta golden sink. Akasema leo ni leo. Shida imefika mwisho. Akajaza gunia kadhaa.
nilikuwa mtumwa miaka mingi. But tonight, I'm a rich man. Naomba Mungu akapate kukumbariki. Baada ya kuwa mtumwa kukosa pesa kwa hiyo muda yote. Sasa kuanzia leo, sasa kwa jina la Yesu, unapata kupokea hizo pesa. Kama unaamini sema amen. Haleluya. Mwingine hapo anatuombe. Mwingine hapo anatumbuzi, akaenda akanyakuwa. Maandiko yanasema katika msafara wa Israeli hakuna mmoja alikuwa na shida, maana walikuwa na pesa, walikuwa na ng'ombe, walikuwa na chakula. Sema Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tumbarikiwe. Mpaka shetani ashangaa. Mungu atusaidie tuinuliwe. Mpaka dunia ishuke. Kwa sababu ya neema. Neema ya Bwana ikiwa juu yako, chochote ambacho unaenda kufanya kinaenda kunawili, sio kwa nguvu zako, kwa sababu ya neema yake Bwana. Haleluya. Naomba Mungu ukapata kuinuliwa kiwango cha usije ukakumbuka tena katika nchi ya Misri. Usiongezee ukienda Kana. Kama unaamini simama na mikono yako, nyosha mikono yako juu. Kimbia Bwana nikushukuru. Oh Jesus. Bwana nakushukuru. Kabla tujaendelea, kuna jamii nimealika hapa ni waombe. Just come here in front of this heart. Oh Jesus. Nyosha mikono yako juu. Sio mimi mnaishi, bali mnaishi Mungu. Wewe ni Baba, hakuna Baba mwingine kama Baba. Ni Mungu. Yeah.
kinachofunga mbinguni kimefungwa. Nafungua maisha huyo dada, nafungua maisha yake tokana na jamii. Oh Jesus, from today, devil, you are hell high. Satan, you are hell high. Toka hii, toka. I command you to come out in the name of Jesus. I say come out. Toka, wachilie. Toka, I command you to come out. Toka, utatoka pepo mchafu. You are going to come out now. In the name of Jesus. Oh Jesus. Baba namufungua. Wacha damu ya Yesu iliyomwagika katika mlima wa Kalvari iwe juu ya maisha yao. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Wapeleke waende wakae kwa jina la Yesu. Oh Jesus. Hallelujah, Hosanna.